sana. Na ndiposa Mungu akasema ya kwamba it is your choice. Bwana Yesu asifiwe. Njia ni mbili. Ni kwa sababu aliona ya kwamba akiweka njia moja, wengine wakifika mbinguni wataleta excuse. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Mungu nilipitia katika hii njia ni kwa sababu hakukuwa na njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kukawa na njia ngapi? Na njia mbili. Na ndiposa wewe mwenyewe uchuzi njia ambayo unafanya nini? Utakayoipitia. Na hiyo njia ambayo utakayoichagua ukiwa hapa ulimwenguni, hiyo ndio njia ambayo itakuelekeza mahali unastahili. Bwana Yesu asifiwe. Ukichagua njia ya kwenda jehanamu, hiyo ndio itakupeleka katika jehanamu. Ukichoose njia ya kupeleka kwenye uhai wa milele, hiyo ndio utafanya nini? Utapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja akatutengenezea njia. Bwana Yesu asifiwe. Naye shetani akashukishwa, pia naye akakuja kutengeneza njia ya watu ambao ni waovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa ufalme ni mangapi? Ni mawili ambayo yalishukishwa katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu shetani alipigana na malaika, mpaka malaika wakamweza, wakamteremsha wapi? Ulimwengu huu. Na pia Yesu Kristo alishukishwa akaja katika ulimwengu gani? Ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ufalme ni ngapi? Ambazo zilishukishwa kutoka wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ufalme wa Yesu Kristo na kuna ufalme wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chaguo ni lako, unataka kumtumikia nani? Chaguo ni lako, unataka kuelekea katika njia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika nyumba ya Mungu, wacha tu kutafuta baraka, wacha tu kutafuta amani, wacha tu kutafuta utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pigania uhai wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu hiyo ndio kitu cha maana. Jiulize, nikitoka katika ulimwengu huu nitaishi aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitoka katika ulimwengu huu nitaenda katika njia gani? Ni njia gani ambayo mimi mwenyewe nimejichagulia wakati niko katika ulimwengu huu, wakati niko na nguvu, wakati ninafuata huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikuza Yesu Kristo katika hiyo Mathayo 5 alipanda katika mlima akaenda kuwafunza watoto wake ama wanafunzi wake ama watu ambao walikuwa wanahubiria, akawaonyesha jinsi ya kukaa na kufuata njia ambayo inastahili na ndiposa uurithi ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikaa mahali na akaanza kufanya nini? Kuwafundisha na ndiposa kuwaelezea ni mtu ambaye ni mtu anasema mtu mgani ama ni mtu mwenye anakaa aje ataurithi huu ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu si mtu yoyote tu, lakini kuna masharti yenye Mungu ameweka na ndiposa ukaurithi huu ufalme. Pia kwa shetani kuna masharti yenye shetani ameweka na ndiposa uende jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani kana kuwa na masharti yake. Na usipofuata anakunyonga ama anakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia katika ulimwengu ama katika ufalme wa Mungu pia kuna masharti ambayo Mungu amefanya nini? Ameiweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipofuata yale masharti pia Mungu atafanya nini? Utapata ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanaendelea kusema ya kwamba ni kwa sababu alikuwa anawafunza. Maandiko mstari wa 3 inasema ati heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aliendelea kuwafunza na kuonyesha ni jinsi gani mtu ambaye atakaa urithi ufalme wa mbinguni anavyostahili kukaa. Ni jinsi gani mtu ambaye anataka kumkaribia Mungu anavyostahili kukaa. Akasema ni heri walio maskini wa nini? Wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unastahili uwe maskini wa nini? Roho, kama unataka ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wengi siku ya leo sio maskini wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamejaza mambo katika roho zao. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamejaza unafiki katika roho zao. Wengine wamejaza chuki katika rohoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wale sio masikini. Masikini ni mtu mwenye hana chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo roho yako inastahili kuwa haina chochote. Ni kwa sababu wewe ni masikini wa roho. Na ndiposa roho wa Mungu akapate jambo ama akapate jambo la kuishi katika moyoni mwako. Lakini watu wengi siku ya leo wamejaza mambo katika rohoni mwao. Kwa hiyo hao si masikini, ni matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Hata ikifika wakati wa kumtafuta Mungu, hauwezi kumtafuta Mungu ni kwa sababu unafikiria mtu ambao umechukia. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anafanya nini? Anapotea. Unafikiria wenye wakati unapoomba, unafikiria mtu mwingine ama unafikiria utajiri wenye uko nao, pesa ambazo uko nazo. Bwana Yesu asifiwe. Unapata ya kwamba Mungu anataka mtu ambaye ni masikini wa roho na ndiposa akapokea ufalme wa mbinguni. Bwana
kama unataka kupokea ufalme wa mbinguni, lazima uwe masikini wa roho, na ndiposa ufalme wa mbinguni ukashuke, ukaje na ndiposa ukafanye kazi pamoja na wewe. Lakini kama wewe si masikini wa roho, usitarajie ya kwamba ufalme wa mbinguni utashuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama unataka connection ya ufalme wa nini? Wa mbinguni ufanye nini? Ushuke. Lazima uwe mtu ambaye ni masikini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui nini unaweka katika moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa ambapo unaita roho wa Mungu lakini afanye nini? Ashuki. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba ati itendeke kama ilivyotendeka hapa duniani ikatendeke wapi? Juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo ndio huwa tunaomba. Kwa hiyo inastahili mambo ambayo yanatendeka mbinguni ikatendeka kwako, lakini haiwezi tendeka kama wewe si masikini wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uondoe kila chochote ambacho kiliko katika moyoni mwako, na ndiposa roho wa Mungu ama ufalme wa mbinguni ukafanya nini? Ukashuke, ukatembee na ukafanya kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaendelea kusema ya kwamba heri wanaohuzunika, maana hao watafarijiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hadi heri wanaohuzunika, lakini watu wengi hawahuzuniki. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wako na furaha. Watu wengi hawahuzuniki ni kwa sababu ya kazi ya Bwana. Watu wengi hawahuzuniki ni kwa sababu ya matendo ambayo yanatendwa katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanaanza kusengenya wengine. Wengine wanasema hao hawajiwezi. Wengine wananena mabaya kuhusu watu ambao wanatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna semekana ya kwamba heri wanaohuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya neno la Mungu. Heri wanaohuzunika ni kwa sababu ya mlevi ambaye atakufa kama hajamjua Mungu. Heri wanaohuzunika ni kwa sababu ya watu ambao wanatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu hao watu watafanya nini? Watafarijiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini nafanya kwamba unapitia katika shida lakini Mungu hakuji? Amen. Ni kwa sababu badala wewe kuwa na huzuni ni kwa sababu ya kazi ya Mungu, wewe unafurahi.